Ikiwa tarehe 30 za mwezi wa 3 2026 saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari mwenyewe wa habari za moto. Uvira, wazalendo wa Uvira watoa kauli nzito kwa viongozi wa jimbo pamoja na wa kitaifa. Kivu ya Kaskazini, vikosi vya FARDC na wazalendo waingie eneo zilizokimbiwa na magaidi wa M23, Minjenje, Kipese, Mpeti na maeneo mengine. Bandundu, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na waziri wa uchukuzi Jean-Pierre Bemba watembelea bandari ya Onatra kwa ukaguzi zaidi. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki katika Operation Saidia Muzalendo ili uzidi kuwa kwanza kuendelea kusaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wazalendo Uvira watoa kauli nzito kwa viongozi wa jimbo pamoja na wa kitaifa kuelekea kuingia kwa magari zaidi ya 14 ndani ya jiji la Uvira ikitokea maeneo ya Bukavu. Kitendo hicho kiliweza kuwakera wazalendo ambao mpaka sasa wamekuwa wakishutumu serikali ya jimbo kuhusika katika vitendo hivyo ambavyo kwao wanaita kwamba ni kukaribisha mlango kwa ajili ya kuingia kwa adui. Magari hayo ambayo yaliingia ndani ya jiji la Uvira na kutokomea pasipojulikana, wazalendo wanaendelea kulalamikia jamii ya kitaifa na kutaka serikali ya jimbo kuweza kuwa makini na vile serikali ya kitaifa kuweza kujua hili swala na kuliingilia kati. Tukio hilo lilifanyika siku 2 zilizopita, ambako mlolongo wa magari ulitoka jijini Bukavu, wamoja wakisema kwamba ni magari ya biashara, lakini licha ni kuwa ni magari ya biashara bado yanaweka wasiwasi kwa wazalendo. Wazalendo wanataka magari yote ambayo yataingia ndani ya jiji la Uvira yawe yanafanyiwa ukaguzi wa kina na sio kuingia, huku wakishutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuhusika na ulaji wa rushwa ili kuweza kupitisha magari hayo. Tuliweza kuzungumza na mzalendo Dawa ya Panya kulingana na tatizo hilo, na alikuwa na haya ya kuzungumza. Jambo ndugu. Jambo fande, habari za saizi? Salama, tunashukuru Mungu. Na sisi pia tuko salama, ila kuna baadhi ya tetezi ambazo watu wanataka kuzijua kutoka kwako. Sijui kuna nafasi? Ndio, kuna nafasi kabisa. Ndio. Kwanza raia wengi wanataka kujua hali sasa hivi muplene iko namna gani, kulingana na tumepata ujumbe wa James Fieka Dui, msemaji wa brigadia ya wazalendo special, analalamika kuhusiana na magari yaloingia kutoka Bukavu. Hii hali ikoje kule? Ndio ndugu mtangazaji, acha nijitambulishe kwanza. Ni mimi mzalendo mwenyewe nilikubali kufia nchi yangu, Dawa ya Panya. Nikisema ya kwamba hii magari iliingia hapa, nawaza kunaweza kwa baadhi ya wazalendo wenzetu benye walikuwa ukura, benye wanajifanya urafiki na FARDC. Na kuko wengine baadhi ya wazalendo kama sisi tulikatala kufanya urafiki, tuko kumsimamo mmoja, tunasimama kusema kwamba tunakatala collaboration entre watu wenye wako kwa adui na si wenye tuko kwenye ku population yetu na FARDC yetu. Tukisema ya kwamba ndugu mtangazaji, si wazalendo wenye tulikubali kufia nchi. Uko na regret nguvu sana kuona ile magari 14 vehicles yenye toka Bukavu na mizigo yenyewe isiyojulikana. Unafuata? Kwa sababu banaweza kutuambia kwamba ni madiveng. Ile madiveng, nani mwenye uko ukura kusema kwamba magari yote ilipakuliwa chini, ilipakuliwa mizigo yote kuverify ndani madiveng pa madiveng. Hakuna mwenye aliverify. Na kitu ilipita hadi mzoni Afrika.
watatuambia nini si wazalendo? Nikijirapele hapa maiti mene natoka. Kulikuya maiti kutoka Misisi. Na ile maimaje niko nayo, nawaza hata na wewe ndugu mjournalist uko na ile maimaje. Ile maiti ilizikiwa hapa Runingu. Tulikatala itapita. Kulikuwa maiti tulikatala maiti na mumao RDC tunaheshimiaka maiti sana. Magari sasa vile gari inaleta madiveri iko ya samani kushinda mtu mwenyewe anakufa. Mwenyewe anapasha kwenda kuzikwa, alizikwa kwenye apashi kuzikwa. Kwa sababu tulikatala collaboration entre sie na watu ndio wanatoka kwa enemy. Ile ilitutia sana regret ya mfutano ya na benye balikuwa kura na probleme ni FARDC. Ni FARDC ndio walikuwa kura na probleme ya kupitisha magari, na saa hii kuna bakia 33 vehicle Mustange yenye kuna piko wanapenda waanze kutentoxite tena ipite. Unaona inakosa kama mchezo. Na ndio vile watu watatuingilia. Sasa kitengo cha wazalendo special hicho ambacho kinafanya kazi hapo, mmechukua hatua gani? Mlikaa chini na viongozi mkazungumza hata kama magari yanaweza kuingia, kwa nini asikaguliwe? Ndugu mtangazaji, tunaona mkila gari mlikuwa mnaletewa ndani ba FARDC bade. Si bazalendo tunaweza kamata decision ya kusema kwamba tushambulele magari. Inaweza kuwa ni magari ya adui, uswati ni magari ya population. Tunaangalia gouvernement yetu, unajua tu ya kwamba tukitaka tufanye defense ya kudefend pays yetu, tunaweza kuonekana sindo tunakuwa barebele, tunaweza tena pigwa. Na gari yenyewe inaweza kutuletea swati na leta minisho kwa kutupiganisha sisi Wakongomani. Tukisema tukatale ile kitu, tutaonekana si bazalendo wenyewe tunasimama mbalabala kukatale ile magari itapita. Tutaonekana sie ndio tunakuwa bado kuntua. Ole alisasi kupiga kumkisha sange itageukia tena si bazalendo wenyewe tunasimama tunakuwa kupigana vita. Ile kitu kimwa kilikuwa sana. Tatizo sio kupigana. Tatizo ni kukagua, kuangalia. Je, mko mnaangalia nini kinaingia ndani? Hakuna ukaguzi yenye ambayo yenyewe kunafanyika. Hakuna kabisa. Na kwa nini ukaguzi haufanyiki? Ni rushwa makuta. Ni makuta yenyewe bako wanapata. Yenyewe wanapokea ndio wanafanya assembly ile magari na selo Basi ingelikuwa kama kuisha kufanyika hata banafanya ukaguzi, mungepata hata maimage ya gouvernement na presentation hata kurezo kusema kwamba ile magari yenyewe toka Sange muangalie kisi toko tuna baja ya NR baja ya renseignement biko wana verify kujua ni nini kondani ile magari. Ilifika hapa Uvira amkupata hata maimage na vile kisi magari iliendelea na kusonga mbele, amui wapi kwenye nasimamia saa hii. Hakuna image yenye kuonekana vile banakagua ile magari mpaka leo. Eske ya gouvernement provincial inajua ili swala ama lipo kijeshi zaidi? Inachangia gouverneur anajua. Gouvernement provincial inajua parce que kama tungelichoma moto ndio ingeona gouvernement provincial inakuya mbio. Inajua. Abange chika kutia mkila gari soda, mkila camion uko mnakuya mode soda inescoktele magari. Mkila camion soda mkila camion. Ukiachana na yale ambayo yako yanazidi kuendelea maeneo ya jiji la Uvira, tuzungumzie hali ya kivita ambako magaidi wa M23 walijaribu kujipenyeza maeneo ya Katobo, lakini walikutanana na mkono wa chuma. Na vile vile huko maeneo ya Minembwe, Mikenge na sehemu zingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wanadhibiti 80% ya maeneo ya Minembwe, huku mapigano yakiendelea na kuzidi kuwa makali zaidi. Muda si muda eneo lote hilo litaingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anazungumza mzalendo Dawa ya Panya. Adui jana alipenda kudeboge. Sasa vile mko mnasikia adui yuko na wadanganya na jegetire fasi. Kumbe mko watu walikama iko na vision kwenda kukamata nyingine province. Kwa sababu hapa Katobo hakuna mzalendo mwenye hajatange kama adui anaweza kia kutuatake na kupenda deboge. Leo alipenda deboge, alipigwa tukamubeba kitabo mapande ya maneno vile tulijana hapa, alipigwa tena pale
Na Mungu alitusaidia, alienda kufungia front, alienda kusimamia saa hii basi mwa kwenye banaita Sengo ndio kwenye enda kusimamia. Unafuata? Me kupatana na nguvu yenyewe tulikuwa nayo, kama tulijembea mngesikia adui iko nafukutia kama nakamata Kirungu. Kama nakamata Kirungu na vile Uvira na nguka. Basi Kirungu na Uvira ni sawa sawa na pua na mdomo. Akikamata tu Kirungu na Fox hapo Kosange, Basange batanda kupiga na Bakirungu wanapiga deja njia wanafungula. Mkope yao viko nayo. Na tukizungumzia hali ya hali ya Plateau ikoje? Minembwe sasa hivi, Mikenge na sehemu zingine kule pia mazingira yakoje? Mimi nawaza aksi Minembwe balikata kwanza connection kwa sababu juu ya Tigaizo. Nawaza sisi wazalendo na FARDC tuko tunapigana vita. Unajua hii matelefone yetu adui yuko anapenda kutuintoxite kupitia telefoni. Kama anakuita anakuambia telefoni ushapata message ya swati kama ni ya $10 unipatie play ya vita. Ndio unapana play ya vita unauisha wenzako. Sasa ile yote kama kuna connection adui atapata tayari kukutumia message wala kukuambia kama nilikutumia makuta. Hatapata ile tena na makuta hauta receive message yote. Nini kilitokea? Nini kilitokea kule? Kotea Minembwe vite ko bien, adui acha kubakia na aeroport. Ndio ile adui acha kubakia. Aeroport pale Minembwe ndio acha kubakia. Mikenge yote na iko shuko control yetu sisi wazalendo na FARDC. Hapa sasa kwenye tunafukuzia kwenda kukamata ni Muramvya. Ndio kwenye Fox yetu inaenda, ndio kwenye adui alikwenda kujiga Fox kule. Ndio Fox yetu kwenda kumtosha Muramvya. Na mimi nawaza Mungu akitusaidia tu Minembwe mtasikia tu hapa Blantyre. Tuna masiku ya mingi mtasikia Minembwe inakamatiwa. Basi tuweze kubakia tunapeleka sana mekali. Asilimia kubwa ya raia wanajiuliza kwamba mtachukua muda gani ili kuweza kumaliza ile aerodrome ya Minembwe kuidhibiti, na wanawatia moyo na wanawaombea, lakini wanaona kama mnachelewa hivi. Mimi nawaza ni kusema tu kwamba vita ni tekniki. Na vita haiko sio kulala na kulamuka unafanya arte na nafika nafanyika. Paske uko napigana na mwenzako mwanaume au pigana na mwanamke. Na kisha uko nampangia mwenzako na uko nakupangia na nyingine idea. Haiko sema utafika tu na mpiga mkiraisi. Kila kitu ni polepole. Sasa vile mlisikia adui alikuwa point 0 banampiga, mnamsikia tena iko Mikenge tunampiga. Mnajisikia furaha, population nasikia furaha kuona kama kuna recupere Mikenge. Na hapa kesho kama mtasikia tena tutakamata Minembwe paske Minembwe msamo cha Minembwe tunaweza kuwa na safety, aidha tunaweza kuwa na 60%. Adui naye iko na 20% ndani. Waiza naye 30%. Kwa sababu partia mnene tuko nayo na population najua. Na ba mingi viko naja kujiripoti. Adui kila leo iko na jiripoti mu aksi Minembwe. Una ujumbe gani ambao unaweza kutoa kwa wakongomani wote, zaidi sana serikali ya Kinshasa? Ni kusema tu ya kwamba batusaidie, baache kwanza ya kuongea virefu tumpige kwanza adui. Kwa sababu mbosha kusikia adui iko anajireklama anasema atakavula nchi. Na kugavula kwa nchi asiditire watu kusema kwamba anajiretire kwa territoire. Iko na jiretire mu territoire anabakia na grand ville. Na ile vile anabakia ni vile ya province. Anaweza kukamata territoire sana. Na kama anajiretire mu territoire anaenda kukamata province nyingine, itampatia nguvu ya kujiproklame pays. Kwa sababu acha na ile province sote kamate kama ni province ya Tanganyika, akia kamate province ya Katanga, kamate province ya Lualaba. Ile yote tukichanga mema ma territoire zao ajiache a proclamer pays. Est-ce que wewe mu territoire utakatana? Utaichikia parce que wacha kukamata province. Ndio maana adresse tudisikie kuosiwa Kongomani kusema kwamba anajiretire ma territoire wala ma localité. Ni kujifunza mbinu yake, ni kupenda akatobole njia hapa Uvira, kwa sababu kila leo tuko na jigafosia hapa Tanzania. Kila siku kuna jigafosia hapa Tanzania. Sasa kama si wa Kongomani tusimame
mara kumupiga, tutabaka mdiskusio kusema kwamba atajirechira mpaka siku gani? Na nikiambia ndugu zangu wa Kongomani, mtupatie moyo sana na mtuombee Mungu, kwa uwezo wa Mungu tutampiga adui na tutamjengua mahali kokote alipo. Asante sana, ni wenu mzalendo mwenyewe kubali kufanya nchi yake dawa ya pale. Asante sana Fane, nakushukuru. Baada ya taarifa hizo kutoka Uvira pamoja na Fizi, tujielekeze jimboni Kivu ya Kaskazini ambako vikosi vya FARDC na wazalendo waingia eneo zilizokimbiwa na magaidi wa M23 ikiwa ni Minjenje, Kipese pamoja na Mpeti na maeneo mengine. Kuanzia tarehe 28 za mwezi wa 3 29 mpaka tarehe 30 hivi, vikosi tihifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimekuwa vikionekana kuingia maeneo mbalimbali ambako hapo awali vilikuwa vinashikiliwa na magaidi wa M23. Kwa upande wa Minjenje, wanajeshi wa FARDC wakiwa pamoja na polisi wameonekana wakitembelea maeneo ya daraja la Minjenje, huku pia wakiingia ndani ya kijiji cha Mpeti. Licha ya uwepo wa vikosi hivyo vya serikali, bado wananchi wengi wamekimbia makazi yao na vijiji vyote hivyo viko wazi kabisa. Majeshi wa FARDC pamoja na polisi wanataka raia kuweza kurejea haraka iwezekanavyo katika maeneo yao ili kuweza kuishi kama ilivyokuwa hapo zamani. Sana. Wale ni majeshi wetu ambao wanakuja kuchunga raia na mali yake. Ni majeshi ambao wanaonesha kama autorite de l'etat ishakuwa retabli. Tuwapigie tena mikono zaidi sana. Tuwapigie mikono vigelegele. Wao ni majeshi ambao wanajitolea usiku na mchana kulinda raia na mali yake. C'est l'arrivée triomphale de l'armée loyaliste dans l'agglomération de Kipese, l'agglomération libérée, l'agglomération où l'autorité de l'État est rétablie. Et donc nous sommes là pour vous rassurer que vous n'êtes pas abandonnés par la population, par le gouvernement congolais. Vous n'êtes pas abandonnés par le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement est venu vous rassurer qu'il est avec vous et l'autorité de l'État est rétablie sur l'ensemble de Kipese et environ l'entité. Kwa kilalo wa Minjenje na commandant district avec le commandant district, kuna mzee commandant district pale kwa kilalo wa Minjenje hapo, kilalo ya Minjenje kuna lelo le 28 po ya Minjenje tositokomi Minjenje deja commandant brigade na monio salama. Awa tozana Minjenje wana nde po oui, awa tozana Minjenje Minjenje awa tositokomi na Minjenje deja po na Minjenje po po yango wana Commandant brigade bao wana bazonga ba continuer te bazonga kotoyo kitoko. Merci beaucoup. Minjenje po Minjenje Ope mama mukesi tokanga pe oh, from Minjenje po Minjenje tokomi deja. Aka ngati siko foto.
Ye kuna nyoswa. Na botika sio na mwe population iko na teka. Baba ndakoya, baba ndakoya. Ah, tozana peti yango penza ngema jana peti. Oyo. Oyo za tracasser te. Oyo za vipi ba prepiti. Capitula. Biro yako iko wapi? Sasa Moise, nabaki hapa ni wapi? Unapatia ile malaya. Biro. Filme ni uko nasema. Anda kwa filme. Loba. Unajua hapa bien, unayakompanye na mama. Ndio. Na ingine banda. Nasema bandi filme za loba basi. Hapa tuko peti. Hapa ni peti. Peti. Barabara ya kutokea Pinga hii. Pale ngambo hivi pale ni Bihen. Ile ni mai ya Mweso. Mai ya Mweso. Hii ni barabara ya kutoka Kichanga. Barabara kutoka Kichanga. Deja hapa tumefika hapa peti hapa leo le 28. Pale ni komanda district wetu Major Chiruza, iko pamoja na commissaire Mkengere, komanda Siat, iko pamoja na komanda regiment pale. Pale banakala hapa peti, tumefika le 28. Mwingine ya peti njoi. Mwingine ya peti njoi. Mwingine ya peti njoi. Baada ya taarifa hizo ambazo kuna zisikiliza kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ni kwamba vikosi mbalimbali vya magaidi wa M23 jeshi la Rwanda RDF ndio wako wanajiondoa, na hivyo maeneo yote hayo kushikiliwa na vikosi vya serikali, tofauti na jinsi tunavyokuwa mkisikiza taarifa kutoka kwa M23 wakijikanyaga na kusema hawataondoka, badala yake wako wanaondoka na maeneo yanashikiliwa na vikosi tihifu kwa serikali. Tuingie huko maeneo ya Bandundu. Kabla ya Bandundu, kwanza unasikiza taarifa zetu kutoka Australia, kutoka USA, kutoka Europe, na East Africa na wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobiondo Kilima Mao, mzee wa state chairman, Dafes Dalesha Dashad Adarin, Ankis Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jacques Baguma ya Haya Hussein kutoka Dar es Salaam, kwa unasikiza Baraka One TV. Tuingie maeneo ya Bandundu ambako Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Waziri wa Uchukuzi Jean-Pierre Bemba wazuru bandari ya Onatra kwa ajili ya ukaguzi zaidi, huku Gavana Jean-Jacques Purusi akizungumzia ubora wa jimbo la Kivu ya Kusini, na upande wa jimboni Tanganyika Gavana Christian sema wako tayari kumshinikiza rais kwa ajili ya mabadiliko ya katiba. Tuanze na hili swala la huko Bandundu. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, baada ya kuhudhuria kwenye mkutano wa 13 wa magavana ambao ulifanyika ndani ya mkoa wa Kwilu ndani ya jiji la Bandunduville, Rais Felix aliweza kuzuru bandari ya Onatra ambayo hapo awali iliweza kuharibiwa na utawala uliopita ambao ulikuwa unaongozwa na bwana Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila. Tofauti na kuzuru kwake kwenye bandari hiyo ambayo kwa sasa itaingia kwenye ukarabati wa hali ya juu na kuweza kuifanya kuwa miongoni mwa bandari nzuri zaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani aliweza kukutanana na viongozi mbalimbali wa ulinzi na usalama ndani ya mkoa wa Kwilu ndani ya jiji la Bandundu, na mazungumzo yao yalijikita kwa ajili ya kuweza kuongeza ufanisi wa jeshi
pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa huo. Jimbo la Kivu ya Kusini ni miongoni mwa majimbo tajiri zaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tuna kila namna ya madini ya ardhini. Serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini inarudi nyuma kutokana na rushwa, uwizi wa mali za umma, na pia tumefanya michakato ya kuweza kuweka kodi ya pamoja na kupunguza kodi kwa mambo yasiyokuwa ya msingi zaidi, na vile tuliweza kufungia kampuni zaidi ya 1450 za Wachina ambazo zilikuwa zinachimba dhahabu bila kuwa na vibali maalum. Hiyo ni kauli ya gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi mbele ya kamati kubwa ya viongozi wa majimbo magavana ambao walikutanana ndani ya mji wa Bandundu mbele ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Gavana huyo wa Kivu ya Kusini pia aligusia swala la utajiri wa Kivu ya Kusini na kutaka usaidizi zaidi kutoka katika serikali ili wananchi wa Kivu ya Kusini waweze kunufaika na utajiri huo. Akigusia pia masuala ya vita, masuala ya binadamu wanavyoteseka kwa njaa pamoja na amani kuwa pungufu. Anataka pia serikali ya kitaifa kuweza kujitahidi kwa ajili ya kumaliza kabisa uwepo magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kusini. Mengi na zaidi, huyu hapa Jean-Jacques Purusi. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués participants, la province du Sud Kivu est confrontée à un certain nombre de défis majeurs, notamment la guerre que nous a imposée l'AFC M23, appuyée par le Rwanda depuis janvier 2025. Par ailleurs, je dois dire ici que pour décrypter la situation de la province du Sud Kivu, il faut considérer deux périodes. La première, c'est avant avril 2024 et après avril 2024. Donc c'est en avril où nous avons été installés à la tête de la province du Sud Kivu. Et là, nous avons intégré la recherche scientifique pour faire la cartographie de la province dans les différents secteurs, afin d'essayer de comprendre pourquoi la province fait toujours face aux problèmes de sous-développement, de misère, de guerre, ainsi de suite. Et les mémoires et les travaux de fin d'études de nos étudiants nous ont éclairés sur la situation pour dire que la province du Sud Kivu est probablement l'une des provinces les plus riches de la République démocratique du Congo, en ce sens qu'elle détient une série de ressources, des minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium, le diamant, la manganèse, le cuivre, la titane, la malachite, le saphir. Ça, ce sont des minéraux. À part ça, nous pouvons ajouter bien sûr le gaz méthane et le pétrole. Ce sont des minéraux qui n'ont jamais été exploités, mais dont nous possédons les échantillons. Maintenant, les minéraux en cours d'exploitation, c'est la cassitérite, l'or, le coltan, le nobium et le wolframite. Ces minéraux ont seulement été exploités à 26%. À part ça, nous avons d'autres ressources que nous connaissons, nous n'allons pas détailler tout ça ici, mais c'est juste pour dire que nous avons maintenant essayé de comprendre comment la province du Sud Kivu, depuis les années 60 jusqu'à notre avènement, n'a jamais généré plus de 400 000 $ américains par mois, c'est-à-dire 4 800 000 $ américains par an. Voilà pourquoi nous avons essayé de comprendre les raisons. Parmi les raisons, il y a la corruption endémique, l'impunité, le pillage, l'exploitation illégale des ressources naturelles. Voilà, il y avait aussi toute une série de détails que je me passe de tous ces détails. Nous avons initié une série de réformes parmi lesquelles la bancarisation, la numérisation, les guichets uniques de tous les processus de paiement. Nous avons aussi initié la révision de la nomenclature des taxes, la suppression des taxes inutiles ainsi que la réduction des taxes. Nous avons procédé au nettoyage du secteur minier avec notamment l'identification de 1750 entreprises chinoises
opérant illégalement sur l'ensemble de la province du Sud Kivu, exploitant illégalement des minerais. Nous avons procédé donc à l'arrestation d'environ 67 citoyens chinois que nous avons emprisonnés et saisis forcément leurs biens. Après ces réformes, nous sommes arrivés, au lieu de 400 000 $ américains par mois, nous avons généré plutôt 5 500 000 $ américains le mois, et c'est ça le budget qui a été voté par l'Assemblée provinciale. Maintenant, sans donner beaucoup, je vais aller à la conclusion, dire que les défis auxquels nous sommes confrontés comprennent notamment, et les priorités que nous avons identifiées, c'est d'abord dans le secteur agro-pastoral, avec l'Institut international de techniques agricoles, dirigé par le professeur Emmanuel Sanginga. Nous venons de développer un projet qui nous permettra de cultiver 1000 hectares dans 4 territoires sous notre contrôle actuellement, à savoir Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira et Kalehe, 5 territoires, parce que nous contrôlons 80% du territoire de Kalehe. Et donc, merci. Je demande donc l'appui. La province va y injecter 100 000 $. Nous avons besoin de 4 000 $ pour conclure ce projet. Nous remercions le gouvernement pour avoir libéré l'équipement de la police nationale congolaise pour le territoire d'Uvira notamment. Et nous demandons que cet équipement soit déployé sur le terrain le plus rapidement possible. Nous demandons aussi que les projets, l'appui du gouvernement central au projet de la Banque mondiale, et ces projets de la Banque mondiale devait injecter 300 millions de $ américains dans le territoire et la ville d'Uvira, notamment la construction des ports de Kalundu et des marchés transfrontaliers, que le gouvernement nous aide à pousser la Banque mondiale. Tukitoka mkoa wa Kivu ya Kusini na tukijielekeza mkoa wa jirani tu wa Tanganyika, Gavana Christian ameweza kumhakikishia rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuwa wananchi wa Tanganyika wako tayari kwa ajili ya mabadiliko ya katiba. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12, na pia usikose kuwa na share na kusubscribe Baraka1 TV pia na Mwangaza TV, na hivyo ndivyo vitakufanya kuwa kwanza kuwa napata haya matangazo yetu kila kukicha. Bye bye.